nitakuja kunitoa leo siku moja. Jamani, kuna usalama kweli hapa? Upo. Mzee Kivuli, toko umeanza kunifundisha uchawi? Sio kuna maajabu kama yale. Huyo dogo ni kiboko. Wewe, imekuwaje? Amefufuka. Sura mtoto tumeshamuua. Imekuwaje tena yuko hai? Kila siku usiku na mchana tunamfanyisha kazi. Na yupo ndani kwako pale ni msukule. Inakuwaje? Hapana. Sikiliza binti yangu. Hilo ni kweli. Ila sema tu mimi nimepungukiwa nguvu kwa sasa. Alafu pia ni kuhusu mtoto wangu kuugua kwake. Nalo pia inanichanganya sana. Niliongea na mizimu yangu hapo nyumbani. Nikaambiwa naenda akamtafute kijana mmoja mbarikiwa mwenye damu safi ambaye niko na kuze. Ndiye anayemiliki sanda nyeusi. We. Naam. Nyinyi. Vipi? Mbona mkuku mnapumua juu juu? Kuna shida gani? Hivi unajitambua wewe kweli wewe? Hujui kinachoendelea katika kijiji? Ningekuwa naelewa basi nisingekuuliza. Wewe una matatizo. Wewe una upungufu wa akili sana eti. Hivi huyu wanatuchukuliaje? Nzikajua ni lenyewe maana. Sasa nikwambie kitu wewe. Hujui wewe kizipongana mimi ananichanganya. Kwanza unaitwa nani wewe? Mimi naitwa Macha. Kwa vitu vingine kweli vinachekesha. Wewe sio Macha, unaitwa Machepere. Sikiliza. Hivi kuna kitu gani ambacho ukijui kinachoendelea ndani ya hichi kijiji? Alafu unaonekana wewe ni mgeni. Ila nakupa taarifa. Kuna kijana ambaye anaitwa Konakuze. Aliyetusaidiaga au aliyekomboa kijiji, yani siku za nyuma zilizopita. Kulikuwa na matatizo hapa kijijini. Leo sasa karudi. Tena karudi kwa kishindo. Tumemshuhudia hivi, yani hatujakaa sawa. Tukaona mtu yani anamfufua mtu. Tena huyo mtu mzito ambaye naye aliacha historia kwenye hichi kijiji. Anaitwa Kendrick. Mbona shangaa?
Kendrick, mpenzi wangu mimi. Yaka kamechanganyikiwa. Nyie waongo. Kendrick kabisa amefufuliwa. Kwa sisi waongo. Mungu asante. Nilikuwa nimemkumbuka sana mpenzi wangu Kendrick. Amefufuliwa. Jamani, kipenzi changu. Furaha ya moyo wangu. Jamani, Kendrick wangu. Hivi kaka na upwiwe? Yaani wewe mtu amefufuliwa, ni mzimu unasema kwamba eti asante Mungu. Wewe utabakwa wewe. Halafu nikwambie, huyu binti anaonekana yani kama vile yani ametokea kwenye familia ya wakina nani. Ile ya nani ya Sodoma na Gomora hivi. Hivi kaka na upwiwe? Halafu na wewe usinapenda kula murao unauliza jina. Bwana sombrana na upwiru kweli. Eti au tuishi naye. Wewe utakuja kubakwa wewe na mzimu kuku wewe. Mimi haka wala. Sasa basi nikauliza nitampataje huyu kijana, na sasa binti yangu naona mambo yangu ndo hivyo yanazidi kuharibika kabisa. Na sijui hii sanda nyeusi binti yangu nitaipata vipi? Mzee Kivuri, naam, japo sina uwezo mkubwa, kwa hiki kidogo ulichonipatia, naomba niachie kijana nidili naye. Ndani ya siku 2 nakuletea hiyo sanda nyeusi na itakuwa mikononi mwako, na kuahidi mzee wangu. Sawa mwanangu, ila jitahidi kuwa makini, kwa sababu huyo kijana ni hatari sana mwanangu, asije akakutoa dunia na wewe. Mimi nakuahidi nitakuwa makini katika hilo. Siku hizi sasa nitakuwa mikononi mwako. Jamani, Kendrick, niangalie basi, mimi mpenzi wako. Ni Kendrick, acha basi kunitania. Mbona hivyo lakini? We binti, umefuata nini kwa mwanangu? Naongea na wewe. Unaona kabisa mwanangu hajakaa sawa, ila upo tunaita Kendrick. Wewe ni taileti mmeshindwa kummalizia kule. Umeona umfuate nyumbani, si ndio? Umetumwa? Naomba unyanyue kwato zako hapo. Kaoni miguu yenyewe imekaparana. Ona miguu ilivyopinda. Kameng'ang'ana tu. Toka huko. Macha.
Umenijuaje jina langu? Kwa sasa hilo sio la muhimu. Unampenda Kendrick? Ndio nampenda. Na unahitaji apone? Nisikilize kwa makini. Kuna kazi nataka nikuagize. Uende kwa Mzee Kivuli. Utakapofika pale kwa Mzee Kivuli, nenda moja kwa moja mpaka kitandani anapolala Mzee Kivuli. Chini ya mchago utakiona kibuyu. Chukua kisha niletee hapa. Ili Kendrick aweze kukaa sawa. Sawa. Lakini mimi nitafikaje kwa Mzee Kivuli? Aliyakuwa sipafahamu. Sikiliza. Namba yako tayari niko nayo. Nitakupigia simu kisha nitakupa maelekezo. Nitakuwa nikikuelekeza hatua kwa hatua. Na imani utafanikisha, hakuna kitakachoshindikana. Unaweza kuondoka. Na usichelewe. Kwa nini unataka kufanya hivyo? Sikiliza. Kama unataka kumpoteza ndugu yako basi mrusha au maji. Nimesema bado hajakaa sawa. Kwa nini una kichwa kigumu wewe? Sasa nisikilize kwa makini. Hauruhusiwi kufanya jambo la aina yoyote kwa huyo kijana. Wala hauruhusiwi kumnywesha wala kumtoa katika hicho kiti. Iwe usiku, iwe mchana, hatakiwi kutoka hapo. Kwa sababu huyo aliyoko hapo sio Kendrick. Hicho ni kivuli. Kendrick yuko kwa Mzee Kivuli mama. Umenielewa? Mimi wakati wote niko hapa. Na niko hapa kwa ajili ya kumtibia huyu kijana. Jambo lolote likitokea, niite Konakuze. 3. Kisha mimi nitatokea. Na kukumbusha tena, jina langu naitwa Konakuze. Kuze wa makuze, mtu kati ya watu. Hata ukimuuliza Naipa, ananifahamu vizuri. Ukimuuliza pia na Mwanji, atakuelekeza. Kwa makini. Safi sana Macha. Naona hapo tayari ndio umeshaingia nyumbani kwa Mzee Kivuli. Sasa naomba unisikilize kwa makini. Sogea hapo mbele kwenye mlango wa upande wa kushoto. Uingie ndani. Safi sana Macha. Naona hapo tayari ndio umeshaingia nyumbani kwa Mzee Kivuli. Sasa naomba unisikilize kwa makini. Sogea hapo mbele kwenye mlango wa upande wa kushoto, uingie ndani. Na kuomba hakikisha kuna hali nahisi kama nyumbani kwangu hapako salama. Sasa tuachaneni, kila mmoja ajue njia yake, ila Aneti
hakikisha unakwenda kuifanya kazi ile kwa umakini. Yule kijana ni hatari. Na kuomba uhakikishe ufanye haraka utoke eneo hilo, maana kuna hatari na ione inakuja nyuma yako. Tayari nimeshafika mlangoni, lakini kuna kufuli. Naingiaje sasa ndani? Badilisha hizo ndala mkono wa kushoto weka kulia, na ya mkono wa kulia weka kushoto. Fanya haraka. Tayari kufuli alipo. Sawa. Nisikilize kwa makini. Ingia moja kwa moja humo ndani. Ukishaingia humo ndani, kuna vitu vingi sana humo vya kutisha. Sasa hakikisha hutakiwi kuogopa wala kufanya jambo lolote. Unachotakiwa ni chukua hicho kibuyu ukilete ili tuweze kumrejesha Kendrick kwenye hali yake ya kawaida.